alaikum salam. Mambo mazuri? Mambo mazuri kabisa. Sawa, kwanza tupitishe kwa hiki ambacho hii leo kwenye wiki ya Simba ambacho kinafanyika. Tupo kwenye wiki ya Simba na ndani ya wiki ya Simba tunakuwa na mfululizo wa matukio mbalimbali. Na leo tupo kwenye boda tour, moja kati ya matukio ndani ya wiki ya Simba. Lengo kuu la boda tour ni kuzunguka maeneo mbalimbali ya mji wa Dar es Salaam kwa ajili ya kupiga kelele, kwa ajili ya kufikisha ujumbe watu, kwa ajili ya kuwa boost na kuiamsha mji, kwa ajili ya kuikumbusha Tanzania kwamba leo wiki hii ni wiki ya Simba na tunaelekea kwenye siku ya Simba almaarufu Simba Day. Ukiwa na msafara wa bodaboda usiopungua 300 ambao wamevaa uniform kwa pamoja, wakiwa wanapeperusha bendera ya Simba, wakiwa na ujumbe wa Simba Day, ni ujumbe tosha ya kuiambia dunia kwamba lipo tukio kubwa ambalo linakwenda kufanyika siku ya hivi karibuni. Bodaboda kwa kelele zao ukijumlisha na honi ambazo wanapiga kila maeneo ambayo tunapita, watu wanapata ujumbe kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo leo makususi ilikuwa ni hiyo boda tour kwa ajili ya kupiga makelele mjini, kusumbua mji, kuweka noise pollution ili watu wajue kitu gani kinaendelea na kitu gani kinatakiwa. Lakini kubwa, tunafikisha ujumbe ya kwamba tarehe 8 ya mwezi wa 8 ni siku ya wakubwa, ni siku ya Simba. Na mwitikio kwenye boda tour umekuwa ni mkubwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, malengo ya kupiga kelele ama kutengeneza noise pollution yamefikiwa kwa 100%. Kwa nini wilaya ya Temeke, Mbagala, Temeke na maeneo mengine na si maeneo mengine? Temeke tayari imechangamka automatic, ama Mbagala tayari, yani Mbagala muda wote iko ready, muda wote imenoga, muda wote iko haine. Ndio sehemu pekee ambayo ukija unawakuta watu muda wote. Saa 1 asubuhi kuna watu, saa 7 mchana kuna watu, saa 12 jioni kuna watu, saa 9 usiku kuna watu. Yani watu hapa wanalala barabarani kama vile wanapiana shift ya kukaa barabarani. Kwa ni sehemu ambayo ukienda muda wote unawakuta watu, lakini kuna watu wengi wa Simba vile vile. Hii ndio eneo ambalo ukija unakutana na mashabiki lukuki wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio maana tukasema acha twende sehemu ambayo tutawakuta mashabiki wenzetu. Lakini kumbuka tunauza tiketi vile vile, na huku upatikanaji wa tiketi umekuwa ni kipengele. Kwa hiyo at least unawarahisishia watu zoezi la ununuaji wa tiketi. Sawa, vipi zoezi la tiketi linakwenda vizuri? Tushafika mwisho au likoje? Linakwenda vizuri sana, na nichukue nafasi hii kwanza kwa watu wa mikoani wanaokuja kutoka mikoani wasisubiri kuja kununua tiketi Dar es Salaam. Tiketi zao wanunue huko mikoani. Wakienda kwenye ofisi za posta watapata tiketi za TTCL, kumradhi, watapata tiketi zao. Au kama wana mtu anayemwamini Dar es Salaam, wamtumie fedha au anunulie tiketi. Kwa sababu nafahamu wengi wao wanakuja Ijumaa usiku. Ukifika hapa Ijumaa usiku, umesafiri kutoka Mwanza, kutoka Arusha, kutoka Tanga, alafu unafika hapa unaambiwa tiketi zimeisha, ni jambo ambalo linaumiza. Kwa hiyo safiri kwa uhakika, nunua tiketi yako, njoo na tiketi yako mkononi, uwe na uhakika wa kuingia kwenye Simba Day. Lakini tunaendelea kuhimiza wale watu wa dakika za mwishoni, tiketi ya 20,000 utakuja kuuziwa shilingi 40,000, shilingi 50,000. Kuepusha hayo, ni vema tiketi yako ya Simba Day ukainunua mapema hivi sasa, ili kuepusha kulanguliwa, kwa sababu watu tunawaona wananunua tiketi kwa wingi. Mtu ananunua tiketi 10, 20, ndio bana. Maana yake huo ni mtaji anaokuja kuwekeza kuja kuwalangua wale watu ambao watakuja kununua tiketi siku za tukio. Sasa usikubali mwana Simba kulanguliwa. Nunua tiketi yako mapema hivi sasa ili ujiweke kwenye sehemu salama ya kuandika historia kuja kwenye Simba Day. Zimebaki kama siku 2 basi 3 kuelekea kwenye Simba Day yenyewe. Maandalizi kiujumla hadi hivi sasa yakoje? Maandalizi yanakwenda vizuri. Nakwenda vizuri sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mipango yote imekwenda vizuri. Wageni wetu kwa maana ya polisi Kenya
na wenyewe wanataraji kuwasili muda si mrefu hapa Tanzania kwa ajili ya kuanza kuelekea kwenye tukio letu. Wasanii wote ambao wanakwenda kushiriki kwenye Simba Day hivi sasa wanakamua mazoezi na maandalizi ya maana kweli kweli kuhakikisha kwamba wanashiriki kamilifu kwenye zoezi hili na wanatoa burudani iliyokuwa nzuri. Kikosi kinarejea hii leo kutoka Rwanda, wanarejea Tanzania. Wakifika wanaingia kambini, wanajiandaa na Simba Day. Kimsingi ni kwamba kutakuwa kwanza na burudani ya kutosha sana na burudani ya kutisha sana, lakini kutakuwa kuna matukio ya surprise ambayo ni matukio ya kukuacha mdomo wazi yatakuwepo hayo, lakini kutakuwa kuna matukio ya kuvutia ambayo ukiliona utashangaa na likiisha unatamani lianze upya. Lakini yote kwa yote takwenda kushuhudia kandanda safi, boli bora kweli kweli kutoka kwa vijana wetu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Simba Day ya mwaka huu, kosa kila kitu kwenye maisha yako, lakini usikose Simba Day ya mwaka huu. Ni Simba Day ya kipekee, ni Simba Day ya maajabu, ni Simba Day ambayo imeandaliwa na vitu vya kutisha kweli 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 kweli. Utaingia umebebwa KFOS, utaingiaje? Nimempata yule mtaalam ama expert wa kurusha ungo wa usiku. Unajua kaka, watu wanakusikiliza ujue hawa kaka. Sikilize. Tulikubaliana kwamba nitaingia na ungo hivi sasa. Nikapata kazi ya kutafuta wataalam wa kupeperusha ungo. Umeona wengi tuliwapata, wengi ni wa usiku. Wa usiku kila mmoja bana, kweli mimi ungo nao mzima, lakini mimi kazi zangu ni za usiku. Asa hao wakatupa wakati mgumu. Asa tumempata mtaalamu mmoja ama expert, tumia neno expert. Tumempata expert mmoja, yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana kweupe. Yuko Mpanda. Ungo usha yule Katavi. Mchana. Kwa tumeshamtumia nauli hivi sasa, anakuja atawasili hapa kesho Alhamis. Tutafanya majaribio Ijumaa namna ya kuruka na ungo na kutua pale. Ziko option mbili, nasubiri tuchague moja. Kila mmoja apande ungo wake, au tupande ungo mmoja alafu tutashuka kwa pamoja pale uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo nitaingia safari hii kwenye ni ubunifu. Ungo ni usafiri wa anga. Kinasa. Unanasa wapi? Unaona watu wananasa. Wale ni wabaya. Hata gari linapata ajali. Wale ni wabaya. Sisi tunaotumia kama chombo cha usafiri. Na hapa nataka tuzungumze na mamlaka ya anga. Tupate vibali. Yaani tuwe rasmi. Sasa ungo mchana kweupe kaka. Eti mama unakubali? Inawezekana? Sisi wa Mtwara tunatumia ungo. Kweli baba, inawezekana. Kwa napanda. Nashuka katikati ya uwanja pale. Mpaka chini. Haudondoki kaka. Hautumii kamba. Watu ni ni ungo wenyewe tu. Unapaa kwa kutumia sayansi ya gravity na force. Yaani safi kabisa. Sikutaka kusema hili, lakini nimeamua tu niwaambie watu ili wajue namna gani Simba Day ya mwaka huu ina matukio ya kutisha na ya ajabu. Segune kwa ajili ya tukio hilo kaka. Segune kaka. Kweli? Miaka 90 ya Simba hii, lazima tufanye vitu vya tofauti. 90 ndio unaonekana hapo. Ungo. Bibi huyo mtaalamu kutoka Mpanda. Anajua vibaya mno. Umeona? Na akanitumia hadi video zake. Umeona? Anza akapiga hata machejo. Unapandia wapi? Tapandia nje ya uwanja wa Uhuru. Mkapa huko. Mkapa kule. Alafu itapaa namna hiyo. Kama helikopta. Alafu tukiwa angani hapa atapiga no linda. Kama alivyofanya K. Machejo yale. Alafu geuza hivi. Chini juu. Itakuwa ni hatari sana siku hiyo Tobi. Kaka mimi nakuja kuona ile tukio. Wewe njoo ufurahie. Sawa kaka, shukrani. Asante sana.